Misimu mitatu ya ubabe wa Stephane Aziz Ki, kiungo mshambuliaji asiyezuilika. Karibu kwenye TFF leo. Mimi ni 47 na leo tunaangazia takwimu za Stephane Aziz Ki, kiungo mshambuliaji wa Yanga Sports Club, ambaye katika misimu mitatu iliyopita ameonyesha kuwa mhimili wa safu ya ushambuliaji ya wananchi. Ukitazama takwimu zake, hakuna shaka kwamba Aziz Ki ndiye injini ya mashambulizi ya Yanga Sports Club. Katika mechi 102 alizocheza tangu ajiunge na timu hiyo msimu wa 2022-2023, amehusika katika mabao 69, akifunga mabao 48 na kutoa asisti 21. Sio tu kwamba anafunga mabao muhimu, lakini pia anaunda nafasi nyingi kwa wachezaji wenzake. Katika mfumo wa soka la kisasa, kiungo mshambuliaji wa aina yake ni dhahabu kwa timu yoyote inayotaka kutawala uwanja. Rekodi bado inaendelea. Kwa sasa, Aziz Ki yupo kwenye hatua moja ya kihistoria. Anahitaji mabao mawili tu ili kufikisha jumla ya mabao 50 tangu ajiunge na wananchi. Hii ni rekodi ambayo itazidi kuthibitisha hadhi yake kama mchezaji hatari zaidi wa safu ya kiungo msimu huu. Wapinzani wake kwenye ushambuliaji. Hakuna mchezaji anayeweza kuwa peke yake katika timu, na Yanga Sports Club wana bahati kuwa na wachezaji wengine waliovunja rekodi ndani ya misimu miwili iliyopita. Pacome Zouzoua amehusika katika mabao 33, akifunga mabao 18 na kutoa asisti 15. Kiungo huyu anaendelea kuwa msaada mkubwa kwa Yanga katika safu ya mashambulizi. Maxi Nzengeli pia yupo kwenye orodha ya wachezaji muhimu. Katika mechi zake amehusika kwenye mabao 29, akifunga 21 na kutoa asisti 8. Aziz Ki, kiongozi uwanjani. Mbali na takwimu, Aziz Ki ameonyesha kuwa kiongozi wa kweli uwanjani. Uwezo wake wa kudhibiti mpira, kutoa pasi sahihi na kusambaza mashambulizi kwa akili ni vitu vinavyomfanya kuwa hatari kwa mabeki wa timu pinzani. Sio mara moja, sio mara mbili, tumeshuhudia mabao yake ya kuamua mechi kwenye michuano mbalimbali, ikiwa ni pamoja na mashindano ya ndani na ya kimataifa. Swali kwa mashabiki, je, Aziz Ki atavunja rekodi zaidi? Kwa kiwango alichonacho sasa, ni wazi kwamba Aziz Ki bado ana mengi ya kutoa kwa wananchi. Je, ataendelea kuwa muhimili wa mashambulizi msimu huu? Atavunja rekodi gani zaidi? Toa maoni yako hapo chini. Endelea kufuatilia TFF leo kwa habari motomoto za Yanga Sports Club na soka la Tanzania kwa ujumla. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe ili kuwa sehemu ya familia yetu.